za dunia na msomaji ni Regina Mziwanda. Zaidi ya watu 200 wamefariki dunia baada ya ndege ya Air India iliyokuwa ikielekea London kuanguka muda mfupi baada ya kupaa ikitokea jiji la Ahmedabad magharibi mwa India. Inaarifiwa kuwa kulikuwa na zaidi ya watu 240 ndani ya ndege aina ya Boeing 787-8 Dreamliner ambayo ilianguka katika eneo la makazi. Kamishna wa polisi wa jiji hilo amesema hakuna walionusurika kwenye ndege hiyo. Ndege hiyo iligonga bweni la chuo cha udaktari katika eneo hilo karibu na uwanja wa ndege, ingawa mpaka sasa haijafahamika mara moja chanzo kilichosababisha ajali hiyo. Lizi Masinga anaarifu zaidi. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ameielezea ajali hiyo iliyotokea huko Ahmedabad kuwa kuzunisha mno kiasi kwamba maneno hayawezi kuelezea. Narendra Modi amesema amekuwa akiwasiliana na mawaziri pamoja na maafisa wanaohusika na shughuli za dharura. Kwa upande mwingine, nchini Uingereza, Waziri Mkuu Keir Starmer ameelezea ajali hiyo kuwa ya kusikitisha sana. Zaidi ya raia 50 wa Uingereza walikuwa miongoni mwa abiria waliokuwemo ndani ya ndege hiyo pamoja na karibu abiria 170 wa India, 7 wa Ureno na 1 kutoka Canada. Maafisa wa afya huko Gaza wanasema kwamba Wapalestina 26 wameuawa na takriban 200 kujeruhiwa katika ghasia za hivi karibuni walipokuwa wakijaribu kupata msaada wa kibinadamu. Jeshi la Israel limesema wanajeshi wake walifyatua risasi za onyo katika eneo moja na kwamba linachunguza kwa undani tukio hilo. Vifo hivyo ni vya hivi karibuni zaidi vinavyohusiana na usambazaji wa misaada katika eneo hilo tangu kuanzishwa kwa shirika la misaada la kibinadamu la Gaza linaloungwa mkono na Marekani na Israel, ambalo linaipuuza Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya misaada. Shirika hilo linasema kwamba wafanyakazi wake wa Kipalestina wasiopungua 8 sasa imethibitika kwamba waliuawa katika shambulio lililotokea Jumatano usiku. Shirika hilo linailaumu Hamas. Polisi mjini Nairobi nchini Kenya wametumia gesi ya kutoa machozi dhidi ya waandamanaji waliokuwa wakidai haki kufuatia kifo cha mwanaharakati aliyeuawa akiwa mikononi mwa polisi. Wiki iliyopita Albert Ojwang alikamatwa kwa tuhuma za kumkosoa naibu mkuu wa polisi. Maafisa wa usalama awali walidai kwamba Albert Ojwang alifariki dunia kutokana na majeraha aliyojisababishia mwenyewe, lakini daktari wa serikali ameeleza kwamba kulikuwa na ushahidi wa wazi kwamba alipigwa. Egan Sala na maelezo zaidi. Albert Ojwang aliyekuwa na umri wa miaka 31 alikamatwa Homa Bay magharibi mwa Kenya na kuhamishiwa Nairobi tarehe 7 mwezi wa 6. Kukamatwa kwake kulifuatia malalamiko kutoka kwa naibu inspekta jenerali wa polisi Lagat, ambaye alimtuhumu kwa kuchapisha maudhui ya kashfa mtandaoni. Ripoti za awali za polisi zimedai kuwa Ojwang alikufa kwa kugonga kichwa chake ukutani akiwa kizuizini. Hata hivyo, uchunguzi wa maiti uliofanywa na wapasuaji wa serikali 5 ulibaini kuwa alifariki kutokana na majeraha ya kupigwa kichwani kwa nguvu, na pia alionyesha dalili za kukandamizwa shingoni, majeraha yanayolingana na kushambuliwa. Rais William Ruto ametaja kifo hicho kuwa cha kuhuzunisha na kisichokubalika, akisema kuwa Ojwang alifariki mikononi mwa polisi. Inspekta jenerali wa polisi Japhet Koome tayari ameomba radhi. Maafisa 5 waliokuwa wakihusika na kukamatwa na kuhamishwa kwa Ojwang wamesimamishwa kazi. Mamlaka huru ya uangalizi wa polisi IPOA inaongoza uchunguzi huo. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Polisi katika jiji la Graz nchini Australia wanasema mwanaume anayetuhumiwa kuua watu 10 katika shule moja siku ya Jumane alikuwa amejitenga na kujitumbukiza katika ulimwengu wa michezo ya kupigana mtandaoni. Wanasema alivaa kifaa cha kusikilizia wakati wa mashambulizi ya risasi yaliyodumu kwa dakika 7 kisha alijiua mwenyewe. Polisi wamemuelezea mtu huyo kama mtu wa kujitenga na jamii na aliyependa ulimwengu wa mtandaoni kuliko shughuli halisia za maisha. Bado haijafahamika ni kwa nini wanafunzi wa shule na waalimu walilengwa katika tukio hilo. Umoja wa Mataifa umetoa onyo kwa wakimbizi walioko katika hatari ya kukosa chakula kwenye makambi baada ya upungufu mkubwa wa fedha kutoka Marekani na wafadhili wengine. Kiongozi wa shirika la wakimbizi la UNHCR ameiambia BBC kwamba idadi ya wakimbizi na watu waliotawanyika duniani imekaribia kuongezeka mara 2 kuwa zaidi ya milioni 120 katika miaka iliyopita, huku kiasi cha fedha linazopokea shirika hilo kikiwa hakijabadilika.
Filippo Grandi amesema wafanyakazi wa misaada wanalazimika kufanya maamuzi magumu kama vile kupunguza chakula wanachopata wakimbizi. Amearifu vile vile kwamba katika baadhi ya kambi barani Afrika wanapata takriban 30% tu ya chakula wanachohitaji kila siku, na kusema kwamba bara hilo ndilo lililoathirika zaidi duniani. Na raia wa China amehukumiwa kifungo cha miaka 3 gerezani kwa kuharibu waya wa mawasiliano wa chini ya bahari unaounganisha kisiwa kikuu cha Taiwan na visiwa vyake vya Penghu katika ghuba ya Taiwan. Mwanaume huyo anayejulikana kwa jina la ukoo Wang alikuwa nahodha wa meli iliyokodishwa huko Togo itwayo Hong Tai 58 ambayo ilikuwa imezuiliwa pwani ya kusini mwa Taiwan kwa siku kadhaa. Baada ya kuondoka, walinzi wa pwani waligundua kuwa waya wa mawasiliano ya nyuzi nyepesi fiber optic ulikatwa. Hong Kong Tai 58 ilirudishwa Taiwan chini ya ulinzi na wafanyakazi wake 8 wa taifa la China walikamatwa. Hii ni BBC. Kulia kwangu hapa studio zetu za Dar es Salaam, mwenzangu huyo Regina Mziwanda amekusomea taarifa ya habari za ulimwengu. Unasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio ya shirika mbalimbali na internet katika bbcswahili.com. Unaweza kuchangia leo utakayosikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook, na hapo matangazo yapi ya msikilizaji yanakujia moja kwa moja. Andika tu BBC Swahili. Karibu tena. Mimi ni Skola Kisanga nikiwa hapa Dar es Salaam, na mwenzangu kule Nairobi ni Phyllis Mwate. Phyllis, tuanze kazi. Karibu. Naam, shukrani sana Skola. Nitaanza tu na marekebisho kidogo katika taarifa ya Regina Mziwanda kwamba Inspector General wa polisi ni Douglas Kanja na sio Jafet Koome. Lakini habari kuu tuliozo kuandalia ni pamoja na hii ya India, ambapo habari za hivi punde zinasema kwamba mtu mmoja amenusurika baada ya ajali ya ndege ya shirika la ndege la India iliyoanguka katika mji wa magharibi mwa nchi hiyo wa Ahmedabad. Kamishna wa polisi wa jiji hilo alisema kwamba abiria huyo ambaye ni raia wa Uingereza sasa anapokea matibabu. Ndege hiyo ilikuwa na zaidi ya watu 240 na ni ndege ya aina ya Boeing 7878 Dreamliner na iligonga bweni la chuo cha matibabu katika eneo lililo karibu na uwanja wa ndege. Habari zaidi na Jamhuri mwa Vyombo. We are getting a very important piece of news. We are learning of a plane crash at the Ahmedabad airport. This is a Air India plane that has crashed. These are visuals from the Ahmedabad. Hivi ndivyo habari za kutokea kwa ajali hiyo ya ndege Boeing 787-8 zilivyoanza kusambaa hasa katika vyombo vya habari vya huko India na zaidi katika mitandao ya kijamii. Picha kawaida na zile za video zimeonyesha jinsi ndege hiyo ilivyopaa na kisha baada ya kama dakika 5 tu ikaanguka tena juu ya majengo ya makazi. Muda mchache baada ya kishindo cha kuanguka kusikika, moshi mkubwa ulifuka na moto ukazuka katika sehemu kadhaa za ndege hiyo. Maafisa wa zimamoto na wengineo wa kazi za kukabiliana na ajali ni miongoni mwa wahudumu wa kwanza kufika sehemu hiyo kujaribu kutafuta manusura. Mmoja wa maafisa huduma hao amenukuliwa kusema wamemudu kuwaondosha 1% kubwa ya wakazi wa majengo yaliyoangukiwa na ndege hiyo, ambapo miongoni mwa majengo hayo ni makazi ya madaktari. Hata hivyo, licha ya uharaka na wepesi uliojiri katika kujaribu kutoa huduma za kwanza, taarifa zilizofuata ni kuwa wengi waliokuwemo kwenye ndege hiyo wamefariki. It seems that there is a video right now of who could be possibly the lone survivor of this horrific air accident. Manusura ni mmoja tu, raia wa Uingereza, anaendelea kupewa matibabu. Pia kuna hofu ya kuongezeka kwa idadi hiyo, kwani bado huduma za uokozi zinaendelea katika eneo la makazi husika. Kiongozi wa nchi hiyo, Waziri Mkuu Narendra Modi, kupitia akaunti yake ya X, ameelezea kusikitishwa kwake na mkasa huo alioutaja kuwa wa kuhuzunisha sana. Kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga ya India, Bwana Faiz Ahmed, ndege hiyo Air India 171 ilikuwa na watu 242 ikiwa ni abiria na wafanyikazi kadhaa. Ilikuwa ikielekea uwanja wa ndege wa London Gatwick nchini Uingereza. Right now, if you ask me, I can only think about the passengers, their families, and especially the civilians also who were there near the crash. Katika orodha hiyo, 53 ni raia wa Uingereza, 7 kutoka Ureno na 1 kutoka Canada, idadi kubwa zaidi wakiwa raia wa India. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy naye ameelezea masikitiko yake kutokana na ajali hiyo. We know that British nationals
were on board. And Mr. Speaker, I can confirm that the FCDO is working urgently with local authorities to support British nationals. Amesema mipango ilishafanywa kwa ushirikiano na maafisa wa India ili kuimarisha huduma za usaidizi kwa manusura na waathiriwa. Taarifa za awali kutoka watengenezaji wa ndege hiyo Boeing zimesema tu kuwa wangali wanakusanya habari za kiufundi zinazohusiana na ajali hiyo ya ndege yao aina ya Boeing 787-8 Dreamliner. Lakini papo hapo wakaongeza kuwa ni mojawapo ya ndege iliyo na rekodi bora za kiusalama, ikizingatiwa ajali mbaya ambazo zimetokea zilizohusisha ndege za kampuni hiyo Boeing mnamo miaka ya hivi karibuni. Rekodi hiyo sasa inamulikwa kwa jicho la eti. Jamhuri mwa Vyombo, BBC.